Kwa hiyo nashukuru sana dokta, kwa kweli Mungu akubariki kwa kweli. Nashukuru sana na mimi nipo kutoa elimu kwa watu, kwa Ndio. sababu watu wengi hawafahamu ukweli kwenye afya. Watu wengi ni wale watu ambao wamezoea kudanganywa, wamezoea kuambiwa kila kitu ni UTI, typhoid au malaria. Ni wale watu ambao hata akienda kwa daktari anataka kupima malaria, typhoid, UTI. Na madaktari pia tumekuwa hivyo hivyo, tumekuwa ni watu wa malaria, typhoid, UTI, ndio maana watu wanateseka kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi nikaona ni bora nianze kutoa elimu kwa watu wajue kwamba magonjwa yako mengi. Magonjwa ni zaidi ya malaria, typhoid na UTI, yako magonjwa mengi sana ambayo yanasumbua. Na haya magonjwa ukienda kwa daktari anayesikiliza, anayekupa muda na akakupima vizuri, ugonjwa utagundulika na utatibiwa, utapona vizuri sana. Kwa ndo kazi yangu hapa nimejitolea kwa Watanzania na wote wanaofuatilia duniani, kuwapa elimu wajitambue kwenye masuala ya kiafya, wasidanganywe tena kama ambavyo tunadanganywa sasa na huko zamani. Leo kwa kweli nashukuru sana. Sema kuna sehemu zingine mimi nadhani hili jambo hawajalijua, japokuwa ni hospitalini, sasa sijajua inakuaje. Sababu kuna sehemu nilienda pia akanambia hiyo sio tatizo hilo. Sio tatizo hilo. Nikamwambia kini mbona mimi maumivu ya moyo nasikia? Mbona mkono wa kushoto unakufa ganzi afu ukola, yani sauti yenyewe inakatakata, yani kiasi kwamba yani kama kooni kwamba kuna kitu yani. Nikaeleza kuweza kunielewa bikaini niondoke, nikaenda sehemu nyingine. Waliweza kunielewa na wakaniambia kule una mdudu ambao anaitwa H pylori. Na zanguni, ili utibiwe vizuri, yani ili upate huduma ambayo ni ya kiafya, ni lazima kwanza daktari ambaye unaongea naye au ni daktari ambaye anakusikiliza, au ni daktari ambaye yani mnapiga story naye kwamba unaongea na wewe unaongea, yani mna discuss, kwa sababu wewe ndio mwenye mwili, wewe ndio unayojua unayopitia, wewe ndio inabidi ueleze ili daktari aweze kukusaidia. Ukiona daktari hataki kukusikiliza, hakupi muda, yani hafuati unayoeleza wewe, huyo sio daktari mzuri. Ondoka, nenda kwa mwingine, sababu huyo atakuwa ana mawazo yake ambayo hayatakusaidia wewe. Kwa hiyo ni lazima akusikilize daktari, ni lazima akupime vizuri, ni lazima akushauri vizuri, akutibu vizuri. Na kama kuna vipimo ambavyo wewe unavitaka kupima, umepata elimu kwa Dr. Mathew, sasa una vipimo vyako, unamwambia pamoja na vipimo vya kwake akupime na vya kwako unavyovitaka wewe. Sasa kama hakuelewi hivyo, huyo hana nia ya kukusaidia, ana nia zake, naondoka, nenda kwa daktari mwingine. Kama kwenye hiyo kituo wameisha wote, nenda kituo kingine kwa daktari ambaye atakusikiliza. Kuna siku nyingine ukienda nakwambia hii kazi nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo ile swali nalielewa, kwa hiyo usinifundishe kazi. Sasa huyo hawezi kukusaidia huyo. Daktari wa hivyo hawezi kukusaidia. Daktari ni lazima apige story na mgonjwa aseme na yeye aseme, mshauriane, mfikie tamati. Kweli kabisa. Sababu mgonjwa ndo ana mwili, ndio anajua zaidi anayopitia kuliko yoyote yule pale. Kwa hiyo ni lazima akusikilize. Kama hakusikilizi, analeta uzoefu ambao hauna maana, akupe wewe muda, huyo hana nia ya kukusaidia. Kweli kabisa daktari. Basi nashukuru sana. Nashukuru sana, kila laheri, endelea kuelimisha watu wafanye vipimo bana. Na pia napenda kuwashauri watu wengine, jamani, ili swala sio la kudharau sana. Yaani sio la kudharau hata kidogo. Ila mimi ndo nilikuwa mharibifu kwa dharau zangu. Zingenifikisha mbali, zingeniponza hizi. Daktari, nashukuru sana. Bila shaka umejifunza, na sasa wafundishe na wengine sasa waache dharau. Afya ni ya kwako.
hakuna utajiri dunia hii kama kuwa na afya njema. Ukishakuwa huna afya, huna tena lolote, yani hutafurahia hela zako, hutafurahia mambo yako, sababu unakuwa ni mgonjwa, umelala, unauguza, kila saa uko hospitali. Kwa hiyo utajiri namba moja, ndugu zanguni, ni afya. Linda afya yako ili uweze kuishi vizuri na ufanye kazi zako vizuri. Ni kweli kabisa daktari. Yaani bila, yani kimdudu hiki kimenichanganya sana ni. Yaani kimenichanganya vibaya mno. Na wanachanganyikiwa wengi sana. Yaani mara ya kwanza kusikia huyu mdudu, mimi sije kusikia ugonjwa. Na sio mdudu mpya. Huyu mdudu tunaye toka 1950 huko. Lakini sasa hivi ndo anashambulia sana watu nahisi. Ni wa siku nyingi yupo na anatesa watu wengi sana na hawamjui. Kwa hiyo nimekuja kuwaamsha watu, kuwaambia wapime pamoja na vipimo vingine, wapime na H pylori. Kweli kabisa daktari. Ndio. Nashukuru sana daktari, na nikija Dodoma nitahakikisha nimekuja ofisini kwako. Karibu sana ndugu yangu. Sisi tuko hapa masaa 24 kila siku. Hapa lazima nije na lazima nilipe fadhila. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru daktari, kila laheri. Asante sana.